رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ونوره وثوابه سبحانه وتعالى. يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، يا قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة الأبرار، ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر وأعن يا كريم، يا محمد النبي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. الحمد لله. معاشر المسلمين، tukiwa bado tunaendelea na darasa yetu ya ada kila siku ya Jumanne katika msikiti kama huu, Masjidu Salihin wa Kigoni, darasa ambayo tunazungumza ahadithu nabawiyya kutoka katika kitabu cha Al-Arba'in an-Nawawiyya cha Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi. Alhamdulillah, bado tuko katika hadithi ya kwanza ambayo imepokelewa na Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Anasema innamal a'malu binniyat innama likulli imri'in ma nawa. Wazungumza kulingamana na mchache wetu wa elimu. Katika darasa iliyopita tulizungumza mambo kadhaa, na moja kati ya mambo tuliyozungumza ambalo lilikuwa sulbul mawdu' ni masala ya nia. Tukasikia taarifu nia lughatan wa istilahan, alaysa hakadha? Na vile vile tutazungumza waktu nia na mahalu nia, sio? Tukasema wakati wa nia ni lini? Awwalul ibadat au awwalul ibada, mwanzo wa ibada. Baada ya kuingia katika ile ibada ndio utatia nia. Mathalan, hata kitabu tunasoma madrasa tunaambiwa unapotaka kunuia nia ya udhu, tunaambiwa inda awwali au inda awwali ghasli juz'in min al-wajh, sio? Baada ya mwanzo kabisa utakapoosha kiungo cha kwanza kutokana na uso, pale ndio watia nia. Ila tumesema kuna ibada moja ambayo tunakuja tunatia nia kabla ya kitendo cha ibada kama ile, ambayo tunasema ibada gani? Saumu. Tunaona kufunga yaanza wakati wa alfajiri, tunaanza kufunga, tunaanza kufanya al-imsak, kuzuia makula na kunywa. Lakini utaona nia huwa tunatia kabla ya kuanza kufunga, alaysa kadha? Na ikawa hata katika madhhabi yetu masala ya tabiitu nia, kulalisha nia ni wajibu, lazima ulalishe nia katika madhhabu Shafi'iyya. Na man lam yubayyit niyata fala siyama lahu, asolalisha nia huwa hana saumu. Mmoja tunasema tunapotia nia katika kufunga kabla hatujaanza ile ibada, huwa tumesema ni moja katika lutfu ya Mola. Sasa tunasema muraqabatul fajr, hadha kupeleleza alfajiri huwa ni ngumu. Labda kwa mtu amelala na alfajiri ishaingia, anaenda kuamka, itakuwa ile somo hakufunga au hatuhesabiwa kwamba amefunga, kwa sababu ikiwa kutia nia katika somo ni katika awwalul ibada, ikawekewa kabla, ndio kusubiri. Tukasema tayari sisi tukipiga salamu, assalamu alaykum, assalamu alaykum, magharibi tayari ile imamu anza kufungisha na wewe tu usoma hadi
zingine baada ya tarawih na kuanza kufunga alfajiri kule bado kabisa. Lakini alhasil khulasatul amri kwamba wakati nia ni awwal ibada. Madha sikuwa ibada gani ya ikhwan? Saum. Na vile vile tukasema mahallu ania, sehemu ya nia. Wapi sehemu ya kutia nia? Tulisema alqalbu. Madha ni moyo, nia watia kwenye moyo. Lakini tukasema vile vile katika madhhabi yetu ya Imam Muhammad ibn Idris Shafi'i, tukasema watalaffudhu biha sunnatun au mustahabbatun. Kutamka nia, tukasema mathalan kama vile tulisema nawaitu sawma ghadin, kule kutamka ni sunna. Na tukaeleza pia maneno ya mazuri minhum akiwa Imam Ibn Hajar al-Haytami pale aliposema waakada al-istihbaba. Madha akada al-istihbab, akakupoteza kutilia nguvu masala ya kutamkania khaswa. Akasema liman arada wataniyati, kwa yule alotaka kuidhibiti ile nia. Kama tulivyosema kwamba kuna mtu zingine katika nia huwa ana wasiwasi, zingine waweza kupata Allahu akbar mara shakini Allahu akbar, nia ya kusumbua, sio? Sasa tukaambiwa tamke ile nia ili ulimi upate kusaidia moyo, ili nia yako iwe imara. Kwa jamaa, halu nia tunasema alqalbu, sio? Watarafu biha madha sunnatun. Kisha vile vile tukasema zingine mtu anapofanya masala ya nia, mimi nitafanya amali fulani, na hakupata taufiki ya kufanya amali kama ile, asikufanya kwa kutia nia tu. Niyatul mu'mini khairu min amalihi, sio? Nia ya muumini bora zaidi kuliko nini? Asipoifanya huwa anaandikiwa hasana kamila, imam kamili, kwa huyo amefanya na ile nia yake. Na akiafikiwa kufanya, ukifanya zuri moja Mola hukupa 10, na mpaka akakuongeza 700 na zaidi ya 700 kulingana na taalluq yako na Mola subhanahu wa ta'ala. Na hadithi tukaitoa ushahidi wa hadithi kama hii, na vile vile tukasema saa nyingine kuna kutia nia lakini ma'al ajzi, kutia pamoja na ajzi ni kuemewa, kushikwa. Yani natia nia kufanya amali fulani lakini sina uwezo wa kufanya. Mathalan saa nyingine, au yoyote, nasema sisi tuko katika ayyamul haji, tuelekea katika masiku za hija, natamani na mimi niende hija. Ikiwa nia yake ni sadiq Allah sibakhili dalalahu wala kamil subhanahu wa ta'ala. Na katika hilo tukaona ushahidi, tukasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ghazwat Tabuk akaenda na masahaba, lakini kuna watu waliobakia ndani ya mji wa Madina walikuwa hawana uwezo wa kwenda, labda ni wagonjwa, labda wana udhuru. Mmoja akiwa ni mtu tulomtaja, alikuwa kiitwa nani? Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum, ambao tumesema huyo alikuwa ni kipofu. Alikuwa anataka kwenda lakini udhuru alionayo hawezi kwenda katika vita kama ile. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hadithi tuliyoisoma tufanye muraja kidogo kisha tuendelee na maudhui ya leo. Akasema inna bil madinati la rijalan, inna bil madinati la rijalan. Wale masahaba wanatoka katika mji wa Madina wanaelekea katika ghazwa Tabuk, sehemu ya mbali kabisa katika sehemu za magharibi kutoka Madina, kuanzia Madina mpaka huko. Lakini Mtume akawaambia sallallahu alaihi wasallam, inna bil madinati la rijalan, wallahi hakika katika mji wa Madina kuna watu wao hawajatoka kama sisi tunapotoka kuelekea katika ghazwa Tabuk.
wao katika mji wa Madina. Ma sirtum masira, hamjaenda nyinyi mwendo aina yoyote, wala qata'tum wadiya, wala hamkukata jambo aina yoyote, illa kanu ma'akum, illa watakuwa pamoja na nyinyi. Sawa, ila watakuwa pamoja na nyinyi. Na fi hali wao hawako na wale watu wao kwa ndani ya mji wa Madina, wengine wako Tabuk, wale waliokwenda kupigana kule, lakini watakuwa na nyinyi. Habasakum al-marad, kilichowazuia wao ni ugonjwa. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine hadithi kama hii, illa sharakukum fil ajri, illa watashirikiana na nyinyi katika ujira. Kwa moja, yani watu hawajatoka, lakini nia yao ilikuwa njema, wanataka kutoka, lakini kwa sababu ya maradhi na kwa sababu ya udhuru hawakuweza kwenda katika ghazwa Tabuk. Lakini Mtume awaambia masahaba wale waliokuwa wamebakia ndani ya mji wa Madina kwa sababu ya maradhi walionayo na udhuru walionayo, na wao watalipwa kama nyinyi mnafurikwa katika ghazwa Tabuk. Tumeona jamaa, kitu kinachoonyesha nini? Nia njema ya Mungu. Na saa nyingine wale mtu anawezekana akaonekana yuko katika mstari wa mbele katika kupigana, yopigana na makafiri, lakini asihesabiwe chochote. Kwa nini? Kwa sababu nia yake si njema. Labda ameenda apate ghanima, anasubiri mithali, labda ameenda yeye apigane ili aambiwe shujaa. Itakuwa hii nia yake ni fasida, sio nia sadaka. Mmoja sasa kwa yule aliyekwenda kwenye vita, saa nyingine asipate, lakini amebakia ndani ya mji kwa sababu ya udhuru, akafanya nini? Akapata. Kitu cha muhimu ni kutengeza nia. Tengezeni nia zetu katika amali zetu, na hasa sisi ni wale wa Mungu. Alaysa kadha ya ikhwan? Kisha tukasema zingine mtu vile vile aweza kutia akapitiwa na kitu kinachoitwa hadithu nafsi. Madha hadithu nafsi ni mazungumzo ya kinafsi. Haya tushazungumza kwa mara ya pili tukiingia katika, anasema mimi kuna mstari fulani nimemuona na tamani kulipata kipato, wallahi tanitanikia ndani kwa sababu hali yake ni nzuri ndio sana. Sasa hii hadithu nafsi haijizungumzia, na nikitoka hapa nitatafuta ndio sana pamoja jamaa. Lakini alipotoka hapa akaanza kujipatia mwenyewe usia kwamba mimi niko katika marhala ya talab ilmu, marhala ya kusikia ilmu, na Mungu ametuambia wattaqullaha wa yuallimukumullah. Sharti ya Mungu kufungulia katika ilmu ni kumcha Allah jalla jalaluhu. Na Imam Shafi'i anasema washakartu ila waji'i su'a hifdhi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعصر كان mwenyewe alipatia usia, akasema mimi siwezi kufanya jambo hilo, siwezi basi madamu ilikuwa ni hadithi nafsi, na yeye mwenyewe amejizungumzia, akarudi mwenyewe nyuma, Mungu amwamiki na dhambi. Kwa ile fikra alowaza mwenyewe labda huenda akaacha kabisa ikiwa ameacha kwa ajili ya Allah. Na zingine vile vile hadithu nafsi, amekaa amejizungumzia, lakini sadaka akasadikisha leo mazungumzo ya nafsi, akaona msana mzuri tamani, sio kinafsi pekee yake. Nafsi ilikuwa inamwambia msana mzuri ndio ukipata, mashallah tabarakallah. Kisha akaanza kuchukua hatua bashara al-asbab, akabashir zile asbab, akaanza kutafuta mambo yake, akaanza kutongoza, akarataba al-maw'ida, akapanga sehemu ya kukutana na wale wenzake, kukutana sehemu fulani, siku ikapangwa, masaa ikapangwa, tarehe ikapangwa. Sasa kama tulivyosema juzi, akatoka wale fulani, akatoka wale kukutana katika sehemu waliopanga, lakini ikaja dharura masa, hawakuweza kukutana kwa sababu moja katika wale wawili alitokewa na udhuru. Na hata Sheikh Bishairika siku moja semekana sana na fulani walitongozana,
kapigiana na simu, shekhe, tutoke tuende sehemu fulani tuonane sisi. Kijana kama yule akatoka na msichana akatoka. Fulana kama yule alipokuwa sasa yupita akapita mbele ya msikiti. Mara ghafla akasikia nasaha na mawaidha yaendelea msikitini. Kama hivi kwa kwenye darasa. Alipokwenda akasema wacha kwanza nikae sikilize nini darasa na nasaha kama hizi. Zile nasaha zikamjia yule kijana. Alikuwa akizungumza bikuli ikhlas. Nasaha zikamjia kwenye moyo hasa kupiga simu hata habari. Mpaka alipomaliza akaona msuli nyingi. Akapiga kumwambia mbona Sheikh tunagana tukutane mimi na kile kitabu lakini hukuja mpaka sasa fulani. Akamwambia natatubu ila Allah. Natatubu ila Allah. Mimi nishatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nilipita msikitini nikapewa nasaha. Tukasikia nasaha nzuri, siwezi kufanya uchafu. Mimi nishatubia kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala msema kumwambia inna al-ahda kana mas'ula. Inna al-ahda subhanallah wa hadiwa. Alhasil hii ndio qadhiya kamili. Lakini sasa huyu Bashar asbabu alizungumza na yeye akapanga na yeye ikatokea dharura masa hawakuweza kukutana wale wawili walipanga. Kwa moja jamani, lakini watu kama hao kisheria wanapata madhambi. Kwa nini wanapata madhambi? Kwa sababu walichukua hatua, alitongoza, wakakubaliana, wakaahidiana, wakasema tukutane sehemu fulani, lakini kaja dharura ambayo wao hawawezi kuepuka. Hata kama ni mmoja wao, ile dharura ndio ikawazuia wao wasifiki kwenye uchafu kama ule. Wale watapata madhambi. Kwa nini? Kwa sababu basharul asbab. ماذا يا إخوان؟ وشهدت لو يطوع حديث يكتب محمد فقد رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين الإمام النووي حديث تومي صلى الله عليه وسلم أنا سمع إذا التقى المسلمان ماذا؟ من ونقوتان وإسلامه وويل بسيفيهما ومكسارهم mbili, huyu anapanga na huyu anapanga, wote wawili wanataka kupigana. Wakaanza wakapigana. Akasema Mtume, "Fatil wal maqtul fi an-nar", yule aloua na alouawa wote wawili wataingia katika moto wa jahannam. Qila ya Rasulullah, akaulizwa Mtume Muhammad, "Hadha tuqatil", huyu tunamjua ameua, tunajua makosa yake. Fama baal al-maqtul, huyu alouawa na makosa yake kuingizwa katika moto wa jahannam. Mada ajabu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Tunasema innahu kana harisan ala qatl sahibihi. Innahu kana harisan ala qatl sahibihi. Huyu alikuwa na pupa katika kutaka kumuua mwenzake, lakini yeye mwenzake alimwahi, lakini lau yeye angemwahi mwenzake angemuua. Sasa kwa ajili ya nia yake ndio amelipwa na yeye akaingia katika moto wa nini ya ikhwan? Moto wa jahannam. Sasa unapoanza maasi kisha bashata al-asbab, ukabashi zile asbabu za kimaasi, waandikiwa nini ya ikhwan? Na mfano tuliotoa juzi, umeingia kwa walimu nia yako kuiba maharagwe, unataka kuchukua mwalimu amekuja, utafanya nini? Utatoka, sio kuiba tena, lakini utapata madhambi maadamu bashata al-asbab. Hii tabia kwa moja ya ikhwan. Leo katika hizi dakika zilizobakia tuzungumze machache ambayo bado tueleza hadithi kama hii ambayo innamal a'malu wa innama likulli imri'in faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه. Juzi tulizungumza katika hii sehemu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kuna masala tu hapo, ulama wamesema kuna masala
kwa nini? Katika hii jumla mbili, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Huna mas'alatun, hapo kuna mas'ala. Wanasema hal hatani aljumlatani bimaana wahid au mukhtalifatan. Wanasema je, hizi jumla mbili, jumla ya kwanza innamal a'malu binniyat, sio jamaa? Jumla ya pili wa innama likulli imri'in ma nawa, tuweke hizi jumla mbili kwenye akili. Hal hatani aljumlatani bimaana wahid au mukhtalifatan. Je, hizi jumla mbili innamal a'malu binniyat, jumla ya kwanza sio ya ikhwan, jumla ya pili wa innama likulli imri'in. Je, hizi jumla mbili imebeba maana moja au imebeba maana tofauti? Innamal a'malu binniyat ina maana tofauti na wa innama likulli imri'in maana ina maana tofauti na jumla ya kwanza. Ndio masala ambayo wanauliza ulama rahmatullahi ta'ala alayhi. Wanasema jawabu, yajibu an na'lama anna al-asla fi al-kalami at-ta'sis duna at-tawkid. Yajibu, yapasa, an na'lama, sisi tujue, anna al-asla fi al-kalami, asili katika maneno, at-ta'sis, at-ta'sis duna at-tawkid, sio tawkid. Wa ma'na at-ta'sis, na maana at-ta'sis ni nini? أما الثانية لها معنى مستقل. أما الثانية لها معنى مستقل. وبين جملة يقيل إلى معنى كيفيات. جملة يقيل معنى كيفيات. جملة يقيل يا إخوان إنما لكل امرئ ما نوى. هي جملة يقيل دوكوجا ikawa ina maana kivyake kinyume na ile jumla ya kwanza, innamal a'malu binniyat. Sasa hii ndio inaitwa katika ilmu ya mustalah al-hadith, inaitwa ilmu usul al-fiqh, inaitwa at-ta'sis. Maana ile jumla ya pili ikawa ina maana tofauti na maana iliyoko katika jumla ya kwanza, ndio inaitwa nini? At-ta'sis. Wa maana tawkidi, na maana ya nini? Anna thaniyata, kwa ile jumla ya pili, bi maana al-ula, bi maana kwa ile jumla ya pili ina maana kama maana iliyoko katika jumla ya kwanza. Kwa pamoja, sasa at-ta'sis ni ile jumla ya pili, ikawa ile jumla ya pili inatofautiana na nini? Jumla ya kwanza. Maana ya tawkidi ni ile jumla ya pili, na ile jumla ya pili ikawa maana yake yafanana na. Tumeelewa maana at-ta'sis na tawkid? Tayeb, ndio ra'ayani hapo. Ulamai wana rai mbili katika innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wana rai mbili, anna al-jumlatayn bi ma'na wahid. Maana ya kwanza au rai ya kwanza kwamba hizi jumla mbili imebeba maana moja, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in, imebeba maana moja. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume akasema innamal a'malu binniyat, wa akada dhalika biqawlihi, na akakokoteza kwa kauli yake pale aliposema wa innama likulli imri'in ma nawa, inama likulli imri'in ma nawa. Yani ni maana hii jumla ya pili imekuja kupoteza, kutilia nguvu jumla ya kwanza. Kwa moja ndio rai ya kwanza. Wa rai thani ghairu al-ula, na rai ya pili kwamba hii jumla ya pili ndio kuja haijabeba maana ya kwanza, imebeba maana yake kivyake, na itakuwa inaitwa at-ta'sis, haitoitwa at-tawkid. Maana wakasema falkalamu min babi at-ta'sis, falkalamu maneno hapo itakuwa katika babi at-ta'sis na babi at-tawkid, sio katika babi at-tawkid. Itakuja jumla ya pili wa innama likulli imri'in ma nawa, kwamba hii ina maana kivyake kinyume na ile maana ya kwanza ambapo kwamba innamal a'malu. Wakasema qaida, tuna qaida inasema annahu hakika amri mashani idha dara kalam, pindi inapozunguka maneno
baina kauli kalami taasisa, baina kuwa maneno ile ni taasisi. Tumeelewa maana taasisi ya ikhwan au tawkid au ile tawkid. Fa inna naj'alu taasisa, sisi tuijalie maneno ile taasisi. Hapo imekuja jumla ikawazunguka jumla mbili hizo, baina taasisi na baina tawkid. Sawa. Sasa je, tutaifanya ni taasisi au tutaifanya ni tawkid? Wakasema fa inna naj'alu taasisa. Sisi tutaifanya nini? Maana jumla ya pili itakuwa ina maana kinyume na jumla ya kwanza. Kwa pamoja, wa anna thani ghayra al-ula, na tujalie ile ya pili sio ya kwanza, bi annaka, kwa sababu ya wewe, law ya'ta thani huwa al-awwal, law tajalie ile jumla ya pili ni maana yake ni kama jumla ya kwanza, sawa fi dhalika takrar, katika hilo itakuwa kuna kukariri maneno, katika hilo kuna kukariri maneno. Kwa pamoja, yahitaji, wakati ule inahitajia an-na'rifa sababa, tujue nini sababu, bora hapa mtume amekariri. Ukisema kwamba haya maneno inama likulli bi maana, kwamba imebeba maana ya jumla ya kwanza, inama al-a'malu binniyati, itakuwa ikiwa ukisema imebeba maana ya kwanza, itakuwa hapo kuna maneno yamekaririka, na lazima ukatule tujiulize kwa nini hapo mtume amekariri maneno. Pamoja, wasawabu na musawa anna thaniyata ghayru al-ula, kwamba hii jumla ya pili, wa inama likulli bi, sio hii jumla ya pili maana yake ni kinyume na jumla ya kwanza ambayo ni gani? Inama al-a'malu binniyat. Kwa ajili kama hiyo farraqa al-ulama baina al-jumlatayn, ulama hii wakafarakisha, wakatofautisha baina hizi jumla mbili, jumla ya kwanza ya ikhwan na jumla ya pili minhum al-Imam an-Nawawi, miongoni mwao akiwa nani? Al-Imam an-Nawawi katika al-Majmu' sharh al-Muhadhab asema bayyana, ulama wamebainisha ama jumla al-ula, kwamba ile jumla ya kwanza jamaa gani? Kama al-a'malu bi bayani sihhati al-amali, ile jumla ya kwanza inatubainishia kusihi kwa amali. Jumla ya kwanza inatubainishia sisi kusihi kwa sababu Mtume akasema nani? Innamal a'malu, hakika si nyingine amali zote binniyati, huzingatiwa nini? Sasa kwamba kwa ajili ya nia ndio amali husihi. Ikiwa amali nia kama ile iliyoingia katika amali ni mbovu, ile amali haitusihi. Na ikiwa nia imeingia katika amali na ikawa nia kama ile ni sadiqa na ni saliha, itakuwa ile amali itafanya nini? Imesihi. Kwa pamoja, sasa jumla ya kwanza inatubainishia sihhati al-amali, mada usihi kwa amali. أن الجملة الثانية لبيان مقدار الأجر والثواب. جملة ya pili imekuja kutubainishia kiasi cha ajira na kiasi ya thawabu. Sikiliza maneno mazuri. Inama, hakika si nyingine jamaa, likulli imri'in, na kila mmoja au mwanamume au mwanamke, maana wakila alichokinuia, ni maana atalipwa kulingamana na nia yake. Maana yake nini? Wapewa thawabu kulingamana na nia yake. Mfano, innamal a'malu binniyat, sisi sote tumekuja kusikiliza darasa. Mimi nanuia kukaa hapa kusikiliza darasa. Umetiania hujatiania? Lakini mwanzako akasema ya Rabb, mimi naenda msikiti salihin leo kusikiliza darasa, nikae itikafu na nanuia yale maneno inifaidike vizuri wala. Sasa huyu mwingine atalikuwa tu kwa ametiania njema, lakini mwingine akasema natia nia, anatia nia itikafu. Na yale maneno ambayo utasikia ambayo yote ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi ya Rabbi inifaidike duniani, na mimi nikifahamu yale maneno nifikishe pia kwa wengine. So sote tumekaa, lakini watu wanatafutia katikati. Ndio sasa Mtume sallallahu alaihi aposema innamal a'malu binniyat, kwamba hili ni bayani sihhati al-amal, ni bayani tunabainishiwa kusihi kwa amali. Amali inasihi kwa ajili ya nia na amali inafeli kwa ajili ya nia, lakini aliposema wa innama likulli imri'in ma nawa, inamaanisha nini?
libayani miqdari al-ajri wa thawab, tunabainishiwa kiasi cha mtu kulipwa na kupewa thawabu. Unalipwa kulingana na nia yako, umenuia nini na nini na nini. Mungu mbariki. Kwenye nia moja waweza kulipwa sijui mara ngapi. طيب ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر kisha mtume akampigia mfano wa yule mwenye kugura atokee kama kana tija mtukufu yoyote ambaye kwamba hijra yake ila Allah jamani Allah wa rasulihi na mtume wake fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, huyo itakuwa hijra yake ni kwa Allah na mtume. Wa kana hijratuhu na yote ambayo kwamba imekuwa hijra yake ni dunia kwa ajili ya dunia yusiku wa ibada inataka dunia au rafi yake kwa au mwanamke ataka kumoa, basi kwa hijratu maana hijra yake kwa kile alichokusudia. Kwa moja hapa mtume ametuambia kwamba kana hijratu, ametaja kilima cha al-hijratu. Maana al-hijratu fi lughati, hijra katika lugha maakhudhatun min al-hajri wa huwa at-tark. Hijra katika lugha imechukuliwa min al-hajri wa huwa at-tark, nayo ni kuacha. Yani mathalan ukisema hajara fulani fulana, fulani amemgura fulani, katika lugha maana yake kwamba amemwacha yule mtu katika nini? Katika lugha. Lakini sisi tunapanga kupigana na hii katika sheria. Wa amma fi shar'i, ama katika sheria, al-hijratu al-intiqalu min dar al-kufri ila dar al-islam. Al-hijratu fi shar'i al-intiqalu, ni kugura min dar al-kufri, kutoka kwenye nyumba ya ukafiri ila dar al-islam, kuelekea katika nyumba ya nini? Ya Uislamu. Na hii hijra ilitokea katika Uislamu mara mbili. Kuna al-hijratu min dar al-kufri ila dar al-kufri, na kuna al-hijratu min dar al-kufri ila dar al-islam. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambia masahaba nendeni Habasha, na wao walikuwa ndani ya mji wa Makka, kule hunaka malikun la yulamu indahu ahad, kuna mfalme kule katika sehemu ya Habasha Ethiopia, hadurudi yoyote mbele yake, nendeni kule. Sasa masahaba wakatoka katika mji wa Makka wakawa wanaelekea katika mji wa Habasha. Hii hijra ilikuwa inaitwa al-hijratu min dar al-kufri ila dar al-kufri, kwa sababu Makka ilikuwa mji wa kikafiri, watu hawataki Uislamu, na kule ndio usiulize katika mji wa Habasha bali Uislamu utakuwa haukufika kabisa. Lakini sasa hapa itakuwa ni al-hijratu min dar al-kufri ila. Sasa kwa nini mtume aliwaambia nendeni kule? Sababu kule kuna mfalme ambaye ni mwaminifu, ambaye kwamba ni adil, ni mwadilifu. Sasa akajua mtume kwamba hawatadhulumiwa. Maana yake kwamba unapoishi sehemu yoyote ukaona kudhihirisha Uislamu wako ni taabu, ni shida, na kule hapo kwamba labda utahamia kuna amani, uweze kumwabudu Allah vile unataka, Uislamu unakwambia lazima utoke katika ile nyumba ambayo huwezi kudhihirisha Uislamu, ili uende katika sehemu ambayo unaweza kudhihirisha Uislamu wako. Kwa pamoja? Na ilipokuwa al-hijratu min Makkah ila al-Madinati, ilikuwa ni al-hijratu min dar al-kufri ila dar al-islam, kwa sababu watu wa Madina washakuwa Muslimu na wakamwambia Rasulullah, njoo sisi tuko tayari kutoa kila kitu kwa ajili yako wewe ya Rasulullah. Sasa al-hijratu fi al-lughati ma'khudhatun min al-hajri wa huwa at-tark, wa fi ash-shar'i al-intiqal min dar al-kufri ila dar al-islam. لذا قوله صلى الله عليه وسلم تقبل الولية فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، yoyote ambayo kwamba hijra yake imekuwa ni kwa ajili ya Allah, kimia yake na kimakusudio yake, amekusudia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, kwa hijra yake ni kwa ajili ya nani? Allah na mtume wake.
hukman wa shar'a, kihukmu ni kama sheria. Wa man kanat hijratuhu, na yote ambayo kwamba imekuwa hijra yake ni dunia, kwa ajili ya nini? Dunia yusibu haipata katika dunia, au baati yankihuha, au mwanamke atakayemuoa, wa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi hijra yake ni kwa yale aliyohuria. Hapa tupate sharhi nzuri ambayo ni muhimu sana kwa inshallah. Wanasema إن نويت الله والدار الآخرة في أعمالك الشرعية، نقوي الله جلاله وقوي الدار الآخرة من بلده الآخرة في أعمالك الشرعية، كتك عمليات وإكشفية صلاة وصلاة وقوي الله وسمينا تكلم بلديش الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس. آمين يا رب. Kifunga unasema mimi namkusudia Allah la jalal. Kusoma Qur'an unasema mimi namkusudia Allah la jalal. Unapoenda hija unasema mimi namkusudia Allah la jalal. Unapofanya da'wa na tablighi unasema mimi namkusudia Allah na jalal. Unataka Mungu na nyumba ya kesho akhira. Kwa pamoja hasala laka dhalika, itapatikana hilo kwako. Utapata Mungu na utapata nyumba ya kesho. وإن نويت الدنيا أو كنوية الدنيا فقد تحصل وقد لا تحصل. Kinuia sasa bila swali kwa nini nipate dunia? Funga ili muonekane. Uenda ukapata na uenda usipate. Sawa? Mathalan mtu anasema mimi bana wacha niende Madina nifanye kazi kule, pesa za kule ni pesa ziko juu, nipate pesa za kule. Amekusudia nani? Amekusudia dunia, amekusudia mali. Sasa huyu ni moja katika mawili, ima zile pesa apate au asipate. Kinyume na akhira, ukimnuia Allah huwezi kukosa. Ukikusudia adara al-akhira huwezi, lakini dunia ukimnuia dunia huko katika mawili, ima upate ile dunia au usipate. Madalilu ala dhalik, mzumeni Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-Isra asema man kana yuridu al-ajilata, man kana yuridu al-ajilata, yoyote ambaye kwamba anataka al-ajila. Al-ajila wanasema tafsiri tunasomeshwa sisi madrasa, wanasema ni changusa. Changusa nini? Wanasema anapokuja mgeni kwako, kile chakula cha kwanza hapo utamkirimu nayo mgeni wako ndio inaitwa changusa. Ndio inaitwa nini? Labda umempa maji, umempa soda, ukaribisha na maziwa mathalan, hiyo ndio inaitwa al-ajila. Sawa? Lakini makusudio yake al-ajila tabibulia. Al-ajila na ikaitwa dunia changusa kwa sababu ndio kitu cha kwanza, kwa sababu sisi mwanzo tuishi kwenye dunia kisha ndio tukaishi katika maisha ya akhira. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuambia man kana yuridu al-ajilata, yoyote mwenye kutaka nini jamaa? Changusa hapo ni dunia, sio? Ajalna lahu, tutawaharakishia dunia kama ile, fiha ndani yake ma nashau liman nurid, ma nashau kile tunachotaka, kisha liman nurid, kwa yule tutakaye. Maqala katika hii aya Allah anasema ajalna lahu ma nurid, tutawaharakishia katika hii dunia, tutawaharakishia kwa katika dunia ma yuridu, hakusema kile anachotaka yule binadamu, hajasema ma yuridu anachotaka, bal qala ma nashau, tunachotaka sisi. Hakusema ma yuridu huwa anachotaka yule binadamu, ma yuridu kila kwa sisi tunataka. Kwa Allah ndio anasema jalalu. Kwa pamoja ya kwa maana kwamba katika hii dunia unapotaka dunia, mathalan wataka mali, sio kwamba Mungu atakupa vile unataka wewe, ni vile anataka yeye Allah. La la. Maana hebu elewa hii msingi. Ajalna lahu fiha ma nashau, tunachotaka sisi, kisha sio kila mmoja, ni mamuridu kwa yule sisi hapo kwamba tunataka kumpa. Kuna mwingine anaweza kutafuta dunia laila na hara na Allah simpe.
Tuko pamoja? Sasa hapa sio kila anataka kuwa Mungu yupo na faqayyada al-mu'ajjala wal-mu'ajjala lahu. Mwenyezi Mungu akafanya ni muqayyad, kile kinachoharakishwa na yule anaoharakishiwa, kwa kwamba kinachoharakishwa ni dunia. Na yule anaoharakishiwa huyu binadamu anaharakishiwa nini? Lakini tuelewe kwamba Allah anasema ajjalna lahu ma nashau liman nurid. Sasa ulama wakasema watu wamegawanyika sehemu tatu. Idha min an-nasi man yu'ta ma yuridu bila dunia. Katika watu kuna watu ambao kwamba wanapewa dunia vile wanavyotaka wao. Mungu humpa. Sawa? Ni grupu ya kwanza. Wa man yu'ta shay'an minhu, na kuna mwingine anapewa kitu katika dunia, hapewi dunia yote. Wa minhum man la yu'ta shay'an abadan, na katika watu kuna watu hawapewi chochote katika dunia. Yaani mtu wa kwanza, kuna mtu bila anataka yeye ndo atafunguliwa. Kuna mwingine atafunguliwa kiasi fulani katika dunia, lakini yote ni vile anataka nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna mwingine hapewi kabisa. Tuko pamoja jamani? Na hii ndio hadha maana qawlihi, na hii ndio maana ya kauli yake Allah pale aliposema ajjalna lakum fiha ma nashau liman nurid. Hebu tuweke pamoja billahi alaykum. Lakini angalieni masala ya akhira. Masala nini? Masala nini ya ikhwan? Akasema man arada al-akhirata man, na yoyote mwenye kutaka akhira. Tushamuona anataka dunia, Mungu kumpa anachotaka yeye. Imani na shauku ni madhuri, sio? Lakini wa man arada al-akhirata, mwenye kutaka dunia akhira, akawa malengo yake waswali ataka akhira, anafunga anataka akhira, aswali anataka akhira, anasoma Qur'an al-Karim anataka nini? Akhira. Subhanallah. Kisha akasema Mola subhanahu wa ta'ala, wasa'a laha sa'yaha, wasa'a laha, na akaenda mbio zile mbio za kiakhira. Ukimwona swala namba 1, hizo ni katika sa'i za akhira. Ukimwangalia swala namba 1, hizo ni katika sa'i, katika mbio za kiakhira. Tuko pamoja? Wa huwa mu'min, na fi hali yeye mu'min. Na hapa ni ikhlas, kwamba unapofunga kwa mu'min, unaposwali kwa mu'min, unaposoma Qur'ani kwa nani? Kwa mu'min. Mola hakusema tutampa, sema faulaika hao ambao kwamba wametaka akhira na kisha sio kutaka kidogo, na wao wasaa laha sa'yaha, akaenda mbio kutafuta ile akhira. Faulaika hao kana sa'yuhum mashkura, kana sa'yuhum mashkura, maana zile mbio zao wanazokuweka zenye kushukuriwa. Mungu atashukuru zile mbio zao, maana Mungu atawapa akhira. Lakini yule anayetaka dunia yuko katika mawili, imma apate, imma kose. Umeona? Anataka akhira, hii aya ni muhimu. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Tayeb, lakini hebu turudi katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa baraka alayhi, wakati wa tukhili ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيقفان مكتوب صلى الله عليه وسلم مثلا يطبق هذا الحديث عليه، وطبقش هي حديثي يا إلى حديثي على وجبتين محمد حديثي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Sasa tutampatia mfano ambayo mifano kama hizi zaendana na hii hadithi. Al-hijratu hijra, yantakil al-insan min dar al-kufri ila dar al-islam, ni kuwa agure binadamu kutoka kwenye nyumba ya kafiri aelekea katika nyumba ya nini? Mithlu an yakuna fi Amerika, mathalan mtu awe katika sehemu ya Amerika. Wa Amerika dar kufri, na Amerika ni nyumba ya nini? Ya ukafiri. Sio fayuslim, labda kuna mtu yuishi Amerika pale akasilimu pale, lakini wala yatamakka min idhhari dinihi hunaka, na hawezi kuwa tamkin
nafasi nzuri ya kuweza kudhihirisha dini yake katika sehemu ya Amerika, kwa sababu ni darul kufri. Kwa sababu nini? Darul kufri. Tafadhali usiangalie simu, endelee mimi. Kwa sababu hawezi kudhihirisha Uislamu wake yuko katika darul kufri. Fayantakilu minha ila biladi islamia, yule mtu atakuwa kutoka kwenye mji kama ule akaelekea katika miji ya nini? Hii hijra. Mtu atoke katika nyumba ya ukafiri aelekee katika nyumba nini? Ya Uislamu. Sasa hapo kweli kwa moja, ila hajara nasu hijra rabbullah fahum yakhtalifuna fil hijra, wao wanakhtalifiana katika hijra. Yani sote tumeonekana kwa hapa, lakini sote tukhtalifiana katika maneno. Minhum man yuhajiru wa yad'u baladahu ila Allahi wa rasulihi, miongoni mwa watu kuna watu wanagura wanaacha miji yao kwa ajili ya Allah na mtume wake, yani ila shari'ati Allahi allati shara'aha Allahu ala lisani rasulihi. Yani tunakusudia hapa kwamba anagura katika nyumba ya ukafiri, anaenda katika nyumba ya Uislamu. Lengo nini? Anasema ya Rabbi, mimi nataka kuhamia kule ili nimwabudu Allah vizuri. Huku siwezi kudhihirisha dini yangu, nataka niende kutekeleza sheria ya nani huko? Sheria ya Allah. Hadha huwa alladhi yanalu alkhayra, huyu ndio mtu ambao lau atabura atapata khair, lau atabura wa yanalu maqsudahu, na atapata makusudio yake. Walihadha qala, kwa ajili kama hivyo mtume akasema fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, hijra yake ni kwa nani? Kwa Allah na mtume wake. Kwa nini? Kwa sababu yeye alipogura kwenda kule akasema mimi hapa siwezi kudhihirisha Uislamu wangu, wacha niende katika mji ambao kwamba nitamwabudu vizuri Allah, nitatekeleza sheria ya Uislamu vizuri huku siwezi. Ndio mtume akasema fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, ay faqad adraka ma nawa, huyu utakuwa amepata kile alichofanya nini ya ikhwan alichofanya. Sasa tumeona mtu wa kwanza ni alitoka kwenye nyumba ya ukafiri akaenda katika nyumba ya Uislamu. Leo mashallah anataka kudhihirisha Uislamu wake vizuri na kuabudu Allah vizuri. Pamoja huyu hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Athani hajara bidunia, hajara amekura kwa ajili ya dunia msimu hapa aipate dunia. Mathalan mfano, yuhibbu jam'a al-mal, napenda kusanya nini? Mali. Fasakama fi bilad al-islam martaan khasba, asija kule kuna madisho yenye mafumo mambo mazuri huko, iktisabi al-amwal kwa ajili ya kuchuma nini? Mali. Yeye katika baladul kufri, lakini akasikia katika baladul islami mali kule biashara ni nzuri, ukienda utachuma vizuri, akaenda sasa kule kwa ajili ya nia kama hiyo. Fahajara min baladil kufri ila baladil islam, akagura kutoka nyumba ya ukafiri akaelekea katika nyumba nini? Ya Uislamu. Fakat pekee yake, yani lengo lake ni kupata mali tu, la yaksidu ala dini, hakusudi dini yake, wala yahtamu lidini, wala hana hapo nini dini yake. Innama hammuhu almal, hakika si nyingine hamu yake kubwa ni mali. Mimi nataka imani kule, mashallah, malisho mazuri, biashara nzuri, wacha niende Amerika kwa Madina, labda yeye kwa Amerika niende Madina kule kwa ajili ya kuchuma mali. Hana lengo lingine isipokuwa imani. Kwa pamoja huyu ni mtu wa pili, lakini huyu ndio ambao mtume alisema kana hijratu lidunia, sio usiku au ra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajara ilayhi. Thalitha, mtu wa tatu, rajulun hajara min balad al-kufr, rajulun mtu ambaye amekura kutoka nyumba ya ukafiri ila balad al-islami, kwa katika mji wa nini? Yuridu ra'atan yatazawwajuha, yuridu ra'atan ataka mwanamke kumwoa katika balad al-kufr. Katika balad al-islami kuna msichana mzuri mrembo, mashallah. Kila kaambiwa
la nuzawwijuka illa fi bilad al-islam. Sheikh atukozeshi mpaka katika miji ya Kiislamu. Wewe kule ulioko uko katika miji ya kikafiri, uko katika sisi kwa fupi hatuwezi kukuozesha katika mji kama ule. Wala tusafiru biha ila bilad al-kufr, wala usafiri na binti yetu kaenda naye katika miji ya kikafiri. Yani sisi tukuozeshe kisha uishi naye yeye katika mji wa kikafiri, hatuwezi. Binti yetu ataharibika, atashika mazingara ya nini? Ya ukafiri. Sawa jamaa? Fahajara min baladihi ila bilad al-islam. Fahajara min baladihi ila bilad al-islam, yani akagura kutoka kwenye mji wake ukafiri akaelekea katika nini? Lakini min ajli al-mar'ati, kwa ile mwanamke. Wacha niende kule nipate yule mwanamke. Fa muridu dunya, basi mwenye kutaka dunia, wa muridu mar'ati, na mwenye kutaka mwanamke, lam yuhajira ila Allah wa rasul. Hawa wawili hawakugura kwa ajili ya Mungu na mtume wake, hawakugura kwa ajili ya nani? Walihadha qala alayhi salatu wassalam, na kwa ajili kama hiyo ndio mtume akasema, fahijratu ila ma hajara ilayhi, fahijratu, kwa hijra yake kwa kile alichokihuria. Wa huna qala ila ma hajara ilayhi, ngalieni nukta muhimu sana. Walam yakun fahijratu ila dunya yusibu amra'atan yankihuha, falibada, katika jumla ya kwanza kweli kwa moja, billahi alaykum, tunasema famakana ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Ametuambia hivyo kwenye jumla ya kwanza, si ndio? Wala amekariri Allah mara mbili na mtume mara mbili. Fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, na kushaambiwa famakana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, si ndio? Lakini angalia katika dunia, wamakana hijratuhu li dunya yusibuha imra'atan yankihuha, hakutuambia fahijratuhu ila dunya yusibuha imra'atan yankihuha, hakukariri mara mbili. Akatuambia tufahijratuhu ila ma hajara, hakukariri dunia mara mbili ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wala hakukariri katika hii hadithi mwanamke mara mbili. Lakini ilipokuwa ile nia ya kwanza ni nia salih na nia njema, akasema fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Lakini katika dunia hakusema fahijratuhu ila dunya yusibuha imra'atan yankihuha, hakukariri mara mbili. Falibada, kwa nini hakukariri mara mbili? Wanasema ihtiqara, kwa ajili ya kumtweza kudharau dunia. Kwa ajili ya kumdharau. Vipi ya mtu atagura kwa ajili ya mwanamke? Vipi mtu atagura kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya mali? Gura kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukumbuke jamaa, kwa nini haijatajwa? Na sisi hapa inshallah tumalize wakati tunaenda. Wa huna nadhkuru ma qala ibn daqiq al-Eid, na hapa tutataja alwataja ibn daqiq al-Eid, ibn daqiq al-Eid akasema naqalu, na ibn daqiq al-Eid tulitaja katika darasa za kwanza kule, ni mmoja katika watu waliosherehesha nini al-40 an-nawawiyya, laysa kadha. Asema naqalu min ulama al-hadith anna rajulan, kwamba mtu hajara min Makkah ila al-Madinah, na mtu aligura kutoka kwenye mji wa Makkah mpaka katika nini mji wa Madina. La yuridu bidhalika, hataki kwa hilo fadilat al-hijrati, hataki fadala ya hijra, hataki fadala ya nini? Wa inma hajara, hakika singine amegura liyatazawwaja imra'atan tusamma Ummu Qais, yeye amegura kwa ajili ya kwenda kumwoa mwanamke anaitwa Ummu Qais. Hiyo ndo maana yake. Sawa jamaa? Yaani kile pamoja. Huyu jamaa walikuwa ndani ya mji wa Makka, yeye na huyu mwanamke ambaye kunia yake anaitwa Ummu Qais. Kunia yake anaitwa nani? Sasa yeye akamtongoza yule mwanamke. Ummu Qais akamwambia, mimi nakupa, siwezi kuolewa katika mji wa Makka, siwezi kuolewa. Mimi ukitaka na ufuate Madina, mimi nakupa. Yeye kumosi kupili kuanzia Makka mpaka Madina
lengo yake ni kwenda kumuoa mwanamke anaitwa Ummu Qais. Sawa, nenda kufungua Riyadhus Salihin na Fathul Bari, zisome zote hizo. Ulama wamwita huyu muhajiri au muhajir Ummu Qais, Ummu Qais, muhajir mburaji wa Ummu Qais, yani amegura kwa ajili ya Ummu Qais. Muhajir Ummi Qais, huyu amegura kwa ajili ya Ummu Qais. Wakasema faman kanat hijratu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajara. Umepata hiyo hijra, labda umepata mwanamke umegura kwa ajili ya Ummu Qais, na yeye pia akaitwa muhajir Ummi Qais. Madha amepata, lakini hijra ile ya kwanza, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Tutengezeni nia zetu tugure kwa ajili ya Allah, tufanye amal kwa ajili ya Allah, tuswali kwa ajili ya Allah. Tunasema jamaa ametoka Mosi Kupili mpaka kutoka kwenye mji wa Makka akaja Madina sababu ya kutaka Ummu Qais. Hata ulama hadithi wakamuita muhajir Ummi Qais, yajulikana hivyo leo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lakini kuna watu walikula kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naona kama tumeenda, lakini kuna faida kubwa. Acha tuisome inshallah ili wakati tumalize, basi siku nyingine tutarejelea kidogo. Kuna masala hapa ambayo ni muhimu sana, saa nyingine yatatiza kila mtu. Saa nyingine mtu anaweza kutoka nyumbani kwake mpaka msikitini na nia yake ni khalsa, asema naenda msikitini kuswali, naswali kwa ajili ya Allah, naswali kwa ajili ya nani? Allah. Huyu hukumu yake ni sheria, hukumu ya ile amal ni sahihi 100%, amali yake ni sahihi. Kwa nini ametoka nyumbani mpaka msikitini, hakukusudia mwingine isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mwingine ametoka nia yake ni khalisa, kuja kutekeleza, lakini tuseme sajili ya maimamu wa wahifadhi maimamu amekuja hapa msikitini, nia yake ni khalisa kabisa, kutoka nyumbani kumswalisha. Lakini siku hiyo katika msikiti amehudhuria tajiri, mashallah, pesa zake nyingi sana, na ingawa mali na pesa na ilmu tofauti. Ilmu, uzuri wa ilmu, kila unapozungumza watu wote husikia, fulani amezungumza kadhaa, fulani amefanya kadhaa. Hiyo ndio uzuri wa ilmu. Lakini hebu niambie, mimi kwenye pumzi moja sasa nazungumza yote kwa kupata faida, si hivyo? Lakini tajiri gani atawaambia watu wote msikitini pesa? Tajiri Sheikh atakuja ni khatibu, hata kama msikiti umejaa vipi, ile pumzi yake na ilmu yake inafikia kila mmoja. Tajiri lazima kugawana pesa kwa watu wote, lakini sisi hatuelewi. Kwa pesa ni bora zaidi kuliko nini? Kuliko elimu. Hata mmoja siku moja alimuuliza Sheikh, akamwambia Sheikh, mbona sisi tuwashangaa sana na masheikh? Mbona Sheikh, mbona Sheikh na masheikh? Ambia hao masheikh na waona sana kwenye milango ya matajiri. Yaani kila kwa tajiri tunamwona labda kuna sheikh fulani amekaa kwa tajiri, baada ya muda sheikh mwingine amekaa kwa tajiri. Yaani maulama wanapenda kusumu sana katika milango ya matajiri. Lakini cha ajabu, mbona wale matajiri si waoni katika milango ya ulama? Yaani kienda kwa sheikh, mimi sioni sheikh ambaye kama tajiri amemfuata akakaa na yule sheikh, mara nyingi sioni hivyo. Lakini nikija kwa sheikh, nikija kwa tajiri na muona yule tajiri amekaa nini? Mbona sasa sana ulama wanawazungu matajiri, lakini matajiri hawafanyi ziara nini ya ulama? Sababu nini? Yule atakajibu jibu fupi tu,
akamwambia ulamai wanaelewa thamani ya pesa, lakini wale matajiri hawaelewi utamu wa ilmu. Pamoja, yani shekhe anapoenda kwa tajiri huwa ameelewa nini? Thamani ya pesa, lakini tajiri haelewi thamani elimu. Hadi bwana hatujaambiwa asiwaambii hivyo mwende kwa matajiri hapa mfano. Sasa Hasan yule imam ameingia kwa kuna tajiri pale, akasema acha leo nipige kila mpaka yule tajiri mwenyewe afurahi, baadaye nimshie mkono. Lakini asili kwa nyumbani amefanya nini? Ametoka kwa ikhlas. Sasa hii amali sasa igawanye mara mbili. Ya kwanza, kuna mtu anaweza akapambana akafanya bidii mpaka ile nia ambayo kwamba imemwingia imemzukia, asili ametoka na ikhlas, si ndio? Alipomwona yule tajiri ndio hii nia ikamwingia kwamba wacha kupiga kiraa vizuri hapa mpaka tajiri afurahi anipe nini? Fulus. Akapambana na nafsi yake kujahada tunafsi mpaka ile nia mbovu akatoka katika mawazo yake. Tuko pamoja? Je, hii hapa hukumu yake nini? Mtu ambayo asili alikuwa na nia njema kisha ria ikamzukia katikati, lakini akafanya mujahada mpaka akajirejesha katika hali yake ya kwanza. Tuko pamoja? Kisha ya pili hiyo hiyo, mtu amekuja msikitini, mashallah, ametoka kwa ikhlasi, amemwona tajiri akasema acha nipige kiraa kwa kutoa mawaidha vizuri ili nionekane na ule tajiri, na kila akifanya mujahada tunafsi ili airejeshe nafsi yake katika hali ya kwanza, anataka apambane mpaka ile nia yake iwe khalisa, lakini kila akijaribu amshindwa, kila akijaribu bado yeye pale pale, lakini tujue kwamba asili ametoka na nia khalisa. Na hii amali hukumu yake ni na ya mwisho mtu kuanzia mwanzo mpaka mwisho dunia, kuanzia mwisho Allahu Akbar, ni swali kwa bikulli khushu'. Nionekane hapa kuna swali nzuri sana, kuanzia raka ya kwanza mpaka salamu kisha. Na hii hukumu ya hii amali nyingine inshallah, lakini wakati naona tukizungumza yatakuwa marefu. Inshallah tukome hapa, moja tujalie nastami'una qawla wa yattabi'una ahsana.